Kachukua bwana, yani wewe ndio unajua vitu vya mule. Unaona mimi nataka nimebeba hivi. Zako. Anaweza kalisahau. Mpenzi mtazamaji, ni mwezi 9 Dhulhijja, mahujaji wa taasisi ya Tauhid Development Network wanaondoka hivi sasa kuelekea katika eneo la Jamarati kwa ajili ya kupiga mawe. Ni timu ya mahujaji wa taasisi ya Tauhid Development Network zaidi ya 125 ambao walikuja katika ibada ya hija mwaka huu wa 2023. Leo mwezi 10 Dhulhijja ndio tunaelekea katika ibada ya kupiga mawe. Takriban masaa mawili tutatembea huko, ni zaidi ya kilomita 7. Kina mama ni zaidi ya kilomita 7, lakini kwa uwezo wa Mungu tutatembea taratibu, msiwe mna wasiwasi. Kama ilivyokuwa jana jua kali, lakini mashallah watu wote walifanya hija salama. Oh, 27. Namba 27. Milioni ni maelfu kwa maelfu ya watu kutoka mataifa yote ya ulimwengu yakitoka katika eneo hili la Muzdalifa kuelekea katika eneo la Jamarati kumpiga shetani, kuashiria kumalizika kwa ibada ya hija. Ni mataifa mbalimbali kama unavyowaona, ni maelfu kwa maelfu ya watu, ambapo taasisi ya Tauhid Development Network na hao tuko nao katika huu msafara, huku tarbia ikiwa inaendelea. Hapo bendera inaongea. Bendera hata simama kwa Naam, mtazamaji, kama ambavyo unaona hapa kumekucha asubuhi baada ya kuswali swala alfajiri hapa katika viwanja vya Muzdalifa. Tulifika usiku hapa majira ya saa 5 na ni kama masaa mawili tu ya kulala hapa, na kimsingi sio kulala bali ni kupumzika tu na kufanya adhkari mbalimbali pamoja na ibada mbalimbali. Kumekucha, sasa ni kuelekea Jamarati, sehemu ambapo mahujaji wanakwenda kurusha mawe ili kumkemea shetani. Na kama unavyoona barabara imefurika,
Ukitazama mbele yako kule unaweza ukaona idadi kubwa kabisa ya mahujaji hawa ambao wametoka katika maeneo yote duniani. Watu ni wengi mwaka huu, sio mchezo. Lakini ukitazama hapo nyuma yako basi utaweza kuwaona mahujaji kutoka taasisi ya Tauhid. Hii ni taasisi ya Tauhid. Unaona bendera hiyo kiashiria kwamba mahujaji wa Tauhid wapo hapo na wao hawapo nyuma, wanaelekea katika viwanja vya Jamarati ili kwenda kurusha mawe. Zoezi hili la kurusha mawe basi linamhitaji hujaji aweze kuwa na vijiwe vidogo tu, sio mawe makubwa matofali. Hapana, ni vijiwe vidogo tu ambavyo vinakwenda kwa idadi maalum. Katika awamu ya kwanza atakuwa na vijiwe 7 ambavyo atakuwa anavirusha kimoja kimoja. Lakini pia utaratibu huu utakuwa ukiendelea kwa awamu pia mpaka kufikisha jumla ya vijiwe 70 ambavyo hujaji anatakiwa aweze kuvirusha. Ni katika zoezi la kukamilisha ibada hii ya hija, na bado mahujaji hawa wapo katika vazi hili maalum kabisa, vazi la ihram, vazi ambalo unapolivaa basi unakuwa umeingia katika masharti ya hija. Kwa maana vipo vitu ambavyo hupaswi kuvifanya, hupaswi kuvitumia, ikiwemo pia matumizi ya manukato mbalimbali hutakiwi kuweza kutumia. Lakini ukivaa vazi hili basi hata viatu vyako havitakiwi kuwa vya kufunika miguu. Lakini kichwani pia hutakiwi kuvaa kofia kwa maana ya kufunika kichwa. Lakini wakati huo pia hutakiwi kunyoa nywele, kunyoa ndevu, kukata kucha, kukata nywele za kopani au nywele za aina yoyote ile. Unatakiwa utulie kabisa ukiwa ndani ya vazi hili mpaka pale ambapo utakapomaliza hatua zote za kutekeleza ibada hii ya hija. Lakini pia kama ulikuwa ufahamu, hii ihram ni mkusanyiko wa ninaweza kusema ni mashuka haya mawili ambayo moja hujaji atavaa chini kwa maana kiunoni, kuanzia kitovuni kushuka chini, atajifunga vizuri kabisa, na kuna ufundi wa kuweza kulifunga hili, sio kama unavyofunga kanga. Hapana, hapa mambo yanakwenda kiufundi. Na la pili litakuwa juu, litakuwa linafunika mabega mpaka kushuka katika eneo la kitovu. Na kishafunika kutumia mashuka mawili, hapo utakuwa umekamilisha. Hakuna kuvaa nguo yoyote tena ndani wala nje, na kimsingi utakiwi kuvaa nguo ambayo imeshonwa ukiwa katika vazi hili la ihram. Kwa hiyo ni mambo ambayo yanahitajika mazingatio, na kama ambavyo utakwenda kinyume na utaratibu kama huo, mimi nimetaja mchache tu, basi maana yake utakuwa umekwenda kinyume na taratibu za vazi hili la ihram na pia taratibu za utekelezaji wa hatua hizi za ibada ya hija. Na hivyo basi utahitaji kupata maelekezo ya ziada, nini ufanye kama fidia ya kukiuka maelekezo hayo. Kwa hiyo ni wazi kwamba unatakiwa ufuate utaratibu namna ambavyo unaelekeza, ili usiweze kuingia katika penalty ama adhabu mbalimbali, fidia mbalimbali. Na fidia hapo zinakuwa za mara nyingi. Mara nyingine kufunga, unaweza ukatakiwa ufunge hapa Maka, lakini pia ukamalizie kule nyumbani utakaporudi. Sasa unajua hii ni ibada, na ibada inahitaji elimu. Ni vizuri kufuata maelekezo ya wataalamu wa ibada hii ili uweze kuitekeleza vizuri, usiwe umeingia katika changamoto mbalimbali. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك شريك
لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك Jamaa tumeiona kwa moyo bila kudanganya. إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك إن الحمد ونعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد ونعمة لك والملك لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد
wenzetu. Mimi naitwa Kia Mohamed Ndingo, natokea Dar es Salaam Chanika. Nimekuja kwenye ibada hii, mimi ni mara yangu ya kwanza kabisa kufika, lakini namshukuru Mwenyezi Mungu leo tumefika hapa na tumeweza kumpiga mawe kama ilivyoamrishwa. Kwa tunashukuru, alhamdulillah rabbil alamin. Mimi naitwa Biadija Twalibu Mkwavila, natokea Mtwara Masasi, kijiji cha Ndanda. Namshukuru Mwenyezi Mungu ameniita na nimeitika. Leo tumekuja kupiga mawe, kupiga shetani. Alhamdulillah rabbil alamin. Asante. Naam, nasikia furaha kabisa, roho yangu nyeupe. Jina lako? Jina langu Maria Mohamed Juma. Chato mkatayo. Chata mume wangu, lakini nimefurahi sana. Naona kama nimeutua mzigo mkubwa nilokuwa nao. Hiyo ndo taasisi ya Tafidi, hiyo inatuletea habari zake ndefu wallahi. Inshallah Mwenyezi Mungu atufanyie wepesi, tumalize salama. Na mume wako ajitambulishe naye. Haji Rashid Mchata majina yangu. Kwa kweli jamani, umefurahi sana. Mfanye toba hii. Hii toba ni ya muhimu kwa kweli. Maana yake unajikuta kabisa mizigo yote imeteremka na mafunzo ni mengi kwa kweli katika toba hii. Unaona unajifundisha hapa mambo ya patience, unajifundisha mambo ya sacrifice, jinsi ya kuishi duniani na watu aina mbalimbali. Unaona bwana, sasa mimi nashauri vijana hasa wanaoanza ndoa waje hapa wajifundishe kuishi na wenzao. Maisha yanakuwa marahisi kabisa kwa kweli. Alhamdulillah, hii na nini nzuri sana. Hii ni tauhidi sasa. Na tauhidi ndio wametuleta hapa kwa kweli, mambo yao ni mazuri, wako well organized, mipango inakwenda vizuri kabisa kwa kweli. Alhamdulillah rabbil alamin. Mungu awabariki hawa vijana wa tauhidi hawa, mambo yao kwa kweli ni mazuri. Jiongezeni jamani, njoeni tauhidi, mletwe hapa mfurahie, manake mambo yote mnaelezwa na viongozi wako vizuri, wanafuatilia kisha kila kitu kiko sawa sawa. Alhamdulillah rabbil alamin. الله طاعتنا وطاعتكم. ما اسمك من وين؟ أنا اسمي عبد الرحيم عبد الله من اليمن. من اليمن. اي نعم. How about Hajj? كل عام وانتم بخير. الله يتقبل. Mpenzi mtazamaji, popote unapotangalia, unayemuona anaitwa Kopa Abdalla Safari, ni dereva wa magari ya Mohamed Enterprises. Hii ni hija yako ya ngapi? Ungemweleza mpenzi mtazamaji, hija yako ya ngapi hii wewe pamoja na udereva wako wa magari huo? Namshukuru Allah, hii ni hija ya 6 sasa. Na namuomba Allah nije zaidi ya hizi. Kwa kazi yako hiyo ya kuendesha magari? Kwa kazi ya kuendesha magari shekhe wangu. Hija yako ya kwanza mwaka gani? Ilikuwa 2014, ya pili 2017, ikaja 2018, 2019, 2022 na hii 2023 inshallah. Namuomba Allah niendelee kuja kila mwaka. Kwa kuwa wewe ni mzoefu wa taasisi ya tauhidi, unaizungumziaje kwa mwaka huu ukiachana na miaka ya nyuma? Kwa mwaka huu unajua safari za hija ziko changamoto. Kila mwaka kuna changamoto yake, lakini ndio hija. Hija isiyokuwa na changamoto sio hija hiyo. Kwa hiyo sisi taasisi yetu ya tauhidi tunamshukuru Allah, mahujaji wamepata semina, semina elekezi, basi tunatumia vizuri. Kama hivi ndio tunarudi sasa kutoka Jamarati, watu washapiga mawe tayari, walielekezwa vizuri kwenye semina. Tunamshukuru Allah, tumemaliza jambo moja, tunaelekea lingine la kwenda kunyoa. Nasikia raha kupita maelezo. Tayari dada yake ni Mama Alhaji.